Senator Medhu na yeye anakuwa ungovernable. Ameamua kuinject Kasongo face to face. Na naona kuna watu wamejam, watu wa Two-Term wamejam ile mbaya. Tell me why Medhu akitaja protocol alianza Ruto alafu akafuata Rigiji. Hakutambua Kindiki, hakutambua Weta, hakutambua, alisema tu president na the people's deputy president. Mutu akikuja home, finya proper, piga bao 5. Olkalao hoye! Olkalao hoye! Na kwanza kabisa Mheshimiwa Rais William Ruto, bado mimi ndio John Medhu. Ajiheshimu na ajielewe. Na kuheshimu lakini mimi sikuogopi. Nitakutana na nyinyi hapa mbele. We, Senator Medhu habari. Senator Medhu habari. Huyu ni Shujaa Nyandarua, my friend. Guys, mumeona Medhu amezima mpaka microphone. Mumeona Medhu Gachagua, Medhu alimaliza President William Samoei Ruto na Ichungwa, aliambia Ichungwa unatusingi Rigathi Gachagua huko nje. Leo akapa mtusi kama wewe ni mwanaume. Tuone kama wewe ni mwanaume. Telling you Mr. President, mimi nataka nikueleze jambo moja peke yake. Kama senator wa hapa, unadhani ukidisrespect the president mbele ya watu in public ndio atafanya hizo vitu zote umemention, hizo barabara zote umemention? Na kwanza kabisa Mheshimiwa Rais William Ruto, bado mimi ndio John Medhu. Ajiheshimu na ajielewe. Na kuheshimu lakini mimi sikuogopi. Nitakutana na nyinyi hapa mbele. Tulikuwa na wewe pale kwa Mama Mukami Kimathi. Ukatuambia barabara ya kutoka Kinamba kwenda Karangatha kwenda kwa haraka itawekwa lami na haijawekwa. Nimepiga siasa gani? Na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema. Ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Kuna ingine hata nimeongeza. Ukatuambia barabara ya kutoka Ndunyonjeru kuja mpaka hapa itawekwa lami na haijawekwa. Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Ukatueleza kuwa barabara ya kutoka huko Murungaru kwenda mpaka Turasha kwenda mpaka huko Girgiri itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu. Na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Ni mzuri tunakukumbusha mahali haijafanywa. Wewe pambana na yako. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Gemu ishaisha. Wale watu ambao wanatuhubiria ukabila. Sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. Ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Mimi nitakuja hapa kuwajibu na vitendo. Sasa huyu Chongwa alikuambia Rigiji atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Uliimpichwa huko Nairobi, lakini kwa roho za watu hawa bado wewe ndio kiongozi yao. Mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi nilikushauri nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. Mimi I know how to work with the people of Mulima. You chose to listen to Kimani Ichung'wah. Sasa hii jamii imekukataa na nilikuwa nimekuambia. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Nyinyi mmejua Kiaraho juzi. Hamuelewi Kiaraho ni nani? Mimi nilimjua huyu David Kiarao wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii. Mnajua huyu Kiarao siku ile sisi wote tuliingia kwa chama ya UDA. Huyu Mheshimiwa Kiarao alituambia hiyo chama ni mbaya, hata ingia ataenda kwa chama mzuri. Na watu wa hapa mkamchagua kwa chama ya Jubilee. Watu wa Lukalao nataka niwashukuru sana. Na mniangalie vizuri bwana. Mimi naelewa mambo hii Kenya. Huyu Kiarao alikataa kutishwa, alikataa kuhongwa. Hao wabunge wengine wote walipewa pesa kuumiza mtu yao, kupeana kiti ya nyumbani. Ni wasaliti wa jamii yetu. Neguo kana tiguo. Neturaigu idhania. Fio. Umwambie Kimani Ichung'wah tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu. Mwambie Kimani Ichung'wah awache hiyo ujinga na utoto. Na msiabudu binadamu, muheshimu Mungu. Tupendane, tupende nchi yetu, tupende viongozi wetu. Umoja ni nguvu. We, Senator Medhu habari. Senator Medhu habari. Huyu ni Shujaa Nyandarua, my friend. Senator Medhu nimekutolea kufia hata kama sijaiva, lakini nywele tunalea. Kama akili ni hizo, akili ni nywele,
Hata mimi zangu siwezi, sitanyoa tena sasa. I will not. Medho mimi nimekuinamishia my friend. Na tutafutane tukule buzi. Watu wa Nyandarua tunakuaga hivyo. Roho juu. Tunakuaga roho juu by the way. Asante sana. Watu wa Nyandarua habari. Watu wa Nyandarua habari. Guys, mumeona Medho amezima mpaka microphone. Mumeona Medho Ruto must go it's a real guy Medho. Mimi kwanza kenye menishtua kabisa ni ati must go ako hapo. Anamwambia to his face. Atulitu promise barabara. Iko wapi? Cheki Medho apatio kwa bili yangu. Apewe kila kitu mpaka sehemu. Apewe. Medho. Lazima umwambie hapo. Huko ni kwake. Mpaka anambia Rigathi. Ati wewe jisikia uko nyumbani. Jisikia uko nyumbani. Walikuimpeach Nairobi lakini kwa roho zetu na Ruto wako hapo. Kama mkako hapo. Medho natufurahisha. Kama is who I think it is. Kama. Amezimiwa mpaka microphone. Akizimiwa anauliza kwani nani ndio senator wa hapa? Nani ndio senator? Anatuwekea uso ya cameraman ku understand assignment. It's so bad. Anyway, Medho must stay, Ruto must go. Gachagua, Medho alimaliza President William Samoei Ruto na Ichungwa aliambia Ichungwa unatusingi Rigathi Gachagua huko nje. Leo akapa mtusi kama wewe ni mwanaume. Tuone kama wewe ni mwanaume. Medho. Leo akina Medho na Rigathi Gachagua wanaonyesha kitu inaitwa home advantage. Home advantage. Mtu akikuja home, finya proper. Piga bao 5. Ajue Mount Kenya it is a fortress for Rigathi Gachagua and John Medho. Masaa ya rais kutuita wa kabila. Kusema sisi ati ni watu hatuna akili. Sisi watu hatuna maendeleo, hatuna plan, hatuna agenda. Hiyo atasemea huko nje. Atakasemea huko Western Nyanza, Northeastern huko. Lakini kuja Mount Kenya na behave. Akikuja Mount Kenya tunamweka mahali nafaa. Na ni hivyo na tumeset tone. Hiyo ndio tone, hiyo ni tempo tumeset mpaka 2027. Tukiona mtu yote Kasongo ama mtu yake ni ukanyaga. Mbaya sana. Medho, proud of you. Kumbe watu wa Olkalau waligojea Gitungati amalize kuongea wakahepa. Hamtaki kusikiza uongo. Watu wa Olkalau hamtaki kusikiza mkitengewa. Watu wa Olkalau after mmelipwa hiyo pesa yote. Alafu mkaenda mkadunga Prince of Mulima injections left, right and center. Sindi? The Prince of Mulima all the way from Kikuyu haamini macho yake. Sisi ndio Itungatis na Itungatis is us. Yes. One time. No, because I've watched Medho's speech, Gachagua's speech, Ruto's speech, I don't know 6 times each. I'm not sure, but ya Medho ndio nimewatch mara nyingi sana. Mumesema Ukonde imeshindwa kumaliza, mkasema mumaliza na maneno. Now watu wa Olkalau si wali understand assignment. Hapo kuna mtu ameniambia ati must go huwa anaelewa Kikuyu. So ujue maneno zote Medho alikuwa anasema na Kikuyu must go alikuwa anasikia. Tell me why Medho akitaja protocol alianza Ruto alafu akafuata Rigiji. Hakutambua Kindiki, hakutambua Weta, hakutambua, alisema tu president na the people's deputy president. Alafu ndo anamshautia anasema jatia kumbe mnapenda Rigathi hivyo. Huyu mwenye anatukanagwa na Kimani Ichung'wah, huyu mwenye anatukanagwa na president, mnampenda hivyo. Huyu mwenye alirushwa nje. Imagine na rais ameketi hapo. Rais ameketi kidete kitako pale. You ask Medho. We. Akazimiwa paka microphone. Na bado kurudishwa akaendelea kuinject. We. That's how you know a real leader. Because this tukafukusui we elect. Kangeona president hapo kanzia Mr. President.
You know, Medho alisema this is the day that the Lord has made and I will be glad in it. Anyway, one time. It's a wonderful day to be Kenyan. Yep.